Ni kweli kwamba na ni ukweli ambao hupingiki kwamba wapo madalali ambao kimsingi wanaharibu sana sekta ya ardhi. Sisi upande wa professionals tunao wakala ambao wamesajiliwa, wamesomea na wamebobea na wako kazini. Lakini pia upande wa pili ndio kama hawa madalali nao wako kazini. Sasa kwa madalali kuwa kazini bila kusajiliwa, na hata wakisajiliwa wanatakiwa pia wafanye kazi chini ya wataalamu, kwa sababu kazi zozote zinahitaji kuwa na wataalamu. Na nisisitiza kwamba hata hii sheria ikija, sheria itajikita katika kuwatambua zaidi wataalamu. Madalali sio kwamba hatutambui juhudi zao, watambui wao kama wao. Tunawatambua vizuri sana na kazi zao tunazitambua, lakini tunatakiwa kufanya kazi kitaalamu. Kwa hiyo watafanya kazi chini ya wataalamu. Kitu ambacho pengine wakati tunaendelea kuandaa hiyo sheria, basi hawa ambao ni madalali pamoja na hatua ambazo zinaendelea za kuwasajili na kuwatambua chini ya wizara, lakini naendelea kusisitiza na kushauri kwamba madalali hawa pengine tukaharakisha hii sheria ile madalali wawe katika wako chini waingie katika usimamizi wa sheria, waweze kupata kusimamiwa na chini ya wataalamu. Tumeona watu wengi sana wakilia, lakini ni kuhakikisha kwamba kilio cha wale watu ni pamoja na matokeo ya hawa madalali ambao hawajasajiliwa. Kwa hiyo hawawezi kwenda kulia popote, sana sana wanaililia serikali. Kwa hiyo niendelee pia kusisitiza wananchi waende zaidi kwa wataalamu. Ofisi za ardhi ziko wazi na zinatoa huduma nzuri. Ushauri wote wa ardhi kabla hajanunua ardhi, nyumba, pamoja hata na uwekezaji, basi wafike kwenye ofisi za ardhi, wafike kwenye ofisi za makampuni ya wataalamu wa real estate ili wapate ushauri ulio mzuri. Na kwa kuwa kule wako covered, kwa sababu wale wamesajiliwa, hata inapotokea tatizo basi una sehemu ya kwenda kulalamika. Lakini ukienda tu kwa watu wa mtaani unanunua na kwa kupitia madalali ambao hawajasajiliwa, ndivyo mnavyoona wanalia, wanapiga kelele, wanaipigia kelele serikali, lakini tayari imeshakuwa wamechelewa. Asanteni.